Bwana Yesu asifiwe. Tunafundishana kwa habari ya evangelism and soul winning. Jana nilikuwa na kuelekeza tu kidogo kwa uchache kwamba kwa nini Mungu anathamini souls, kwa nini Mungu anathamini nafsi za watu, kwa nini Mungu anathamini nafsi za watu. Nikakupeleka kwenye mambo kama matano na nikakwambia kwamba tuna jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa tulifahamu, ni kwamba agizo la kuwafikia watu ambao hawajafikiwa na Injili ni agizo ambalo Mungu amewapa watu waliookoka. Ni agizo ambalo Mungu amewapa watu ambao tunawaita believers. Nikakwambia kwamba agizo la kuwafikia watu ambao hawajafikiwa sio kwamba ni agizo la watu fulani special. Kuna watu wengi sana huwa wanaamini kwamba ili niweze kuwa mhubiri wa Injili, ili niweze kuwafanya watu wengine wamjue Mungu, ili niweze kuwafikia watu wengi, lazima basi labda niwe mwinjilisti. Na nikakwambia kwamba hiyo sio kazi ya kwanza ya mwinjilisti. Ukimwona mwinjilisti anafanya kazi hiyo, mwinjilisti anafanya kazi hiyo kwa sababu yeye ni muamini. Lakini kazi ya kwanza ya mwinjilisti ni nini? Mungu amempaka mafuta mwinjilisti to equip, to coach and to impact people for soul winning, ili hao watu watoke waende wakafanya nini? Hiyo kazi wote kwa pamoja. Lakini sio kwamba the core function of an evangelist ni kuwaleta watu tu, kuwahubiria watu. Hapana. Yeye kazi yake ni kuandaa watu kama hivi ambavyo mimi ninafanya hapa. Alafu baada ya hapo na yeye anaenda. Na yeye anaenda kwa sababu gani? Na yeye anaenda kwa sababu na yeye kwanza ni nani? Ni muamini. Kabla ya wewe kuwa mtume, kabla ya wewe kuwa mwalimu, kabla ya wewe kuwa mwinjilisti, kabla ya wewe kuwa mwimbaji, kabla ya wewe kuwa chochote kile ambacho unafanya ndani ya mwili wa Kristo, lazima ufahamu ya kwamba wajibu wako wa kwanza, wewe ni mtoto wa Mungu. Lazima ufahamu kwanza wajibu wako wa kwanza, you are a believer. Wewe ni mtu ambaye umeokoka. Hilo ndio jambo lako la kwanza. Baada ya kuokoka sasa ndio Mungu anatupa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa walimu, na wengine kuwa wachungaji, na wengine kuwa waimbaji, na wengine kufanya majukumu mengine. Lakini wajibu wetu wa kwanza au cheo chetu cha kwanza, sisi ni wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hii duniani kila mtu ni mtu wa Mungu, lakini sisi tuliookoka sio watu wa Mungu. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Anasema hao ndio waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mtu, wala sio kwa damu na nyama, lakini walizaliwa kwa mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni wajibu wetu, na tunapaswa kufahamu kwamba swala la sisi kwenda kuwafikia to reach the unreached ni wajibu ambao Mungu ametupa kila mtu ambaye ameokoka. Na ndio maana nilikwambia jana, Mungu ametupa zawadi ya Roho Mtakatifu watu wote. Na kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu, moja ya wajibu wa kwanza wa Roho Mtakatifu, anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu Roho Mtakatifu akisha kutujilia, tunaenda kuwa nani? Tunaenda kuwa mashahidi. Lakini sio hivyo tu. Yesu alisema hivi, basi enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Yesu alipokuwa anasema hivyo, aliongea na watu wote, nikiwemo mimi pamoja na wewe. Kwa hiyo kama mtoto wa Mungu, kama mtu ambaye umechaguliwa na Mungu, kwa sababu tunajua Biblia inasema sio sisi tuliomchagua, bali ni yeye aliyetuchagua ili tuje tuzae matunda. Lazima tutambue kwamba tuna wajibu wa kufanya uinjilisti. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye anawajibika na hiyo kitu isipokuwa nini? Isipokuwa sisi. Huwa nikisoma Biblia huwa ninakuja kugundua mambo machache. Kuna watu tunakaa nao kwenye nyumba zetu, lakini hawajui kama kuna habari zinazoitwa habari za Yesu. Kuna watu tunakaa nao kwenye room zetu, hawajui habari zozote kuhusu Yesu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi tumeamini kwamba huu wajibu ni wa watu fulani. Tumeamini kwamba huu wajibu anayepaswa kufanya ni mtu fulani. Ni kundi fulani la watu ndio linapaswa kufanya kitu cha namna hiyo hapo.
Hiyo sio tu kwa watu ambao sio wahubiri, hata kwa sisi wahubiri. Unajua, unaweza ukakuta kamati labda ya wahubiri wa injilisti mna watu 15, alafu wanaotakiwa kwenda kuhubiri mission labda ni watu 3 au 4. Mwingine akiona kwamba hayupo katika timu ile ya watu 4, anaamini kwamba viongozi wanamchukulia poa, anakasirika, hata mission haendi. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini kwamba kuleta watu kwa Yesu ni lazima tushike maiki kama tunavyofanya. Lakini tupo kwenye siku za mwisho, tupo kwenye majira ya mwisho ambayo Mungu anataka kila mmoja awajibike kwenye hili jambo. Lakini sio tu kila mmoja awajibike kwenye hili jambo, haitawezekana watu wote tuwe wahubiri. Kuna watu mnatakiwa muende kwenye maofisi. Mtakapokuwa kwenye maofisi kule, mtamuona mtu ambaye ana stress, utamwambia unaonekana leo hujaamka vizuri, kama alivyofanya nani? Yusufu alipokuwa gerezani, aliwaona watu wawili wameamka hawana furaha, akawaambia inakuwaje, mbona mnaonekana hamna furaha? Alipoongea nao wale watu, akatatua machangamoto zao. Na wewe Mungu anataka uende kwenye benki, anataka uende kwenye serikali, anataka uende kwenye eneo ambalo kwenye biashara, anataka uende kwenye siasa, anataka uende kwenye michezo, alafu baada ya hapo ukawaambie watu kwamba Yesu anaweza, ukawaambie watu kwamba Yesu anaokoa, ukawaambie watu ya kwamba hakuna jina jingine ambalo wanadamu wamepewa wapasalo kuajiriwa wapasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Sasa sisi tunaamini kwamba ili tuweze kuwa wahubiri lazima tushike maiki. Ndio maana mtu akijiona na uwezo wa kuhubiri crusade, hajapangwa kwenye crusade, anakasirika. Nataka nikwambie, Yesu hakuja kutafuta waliopotea. Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Yesu alikuja kutafuta mtu mmoja ambaye kama lengo lako ni mtu mmoja, unaweza ukamwendea door to door akaokoka. Unaweza ukaenda sokoni akaokoka. Unaweza ukaenda shuleni akaokoka. Unaweza ukaenda mahali popote akaokoka. Unaweza ukajipa tu assignment. Hata kama umepangwa jikoni kupika, ukasema muda wa chakula, ule muda ambao watu tumemaliza kupika, wakati wengine wamekaa wanapiga story, mimi nitatoka nitamfuata mtu, kwa sababu ninajua thamani ya roho ya mtu mmoja. Ninajua thamani ya roho ya mtu mmoja. Biblia inasema ni sherehe kubwa mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Mungu hahitaji watubu watu wengi, Mungu anahitaji mtu mmoja. Ndio maana Biblia inasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta kilichopotea. Na Mtume Paulo anasema ni neno la kuaminiwa ya kwamba Kristo alikuja kutafuta kilichopotea, wa kwanza wao nikiwa ni mimi. Kila aliyeokoka ana wajibu wa kwenda na kuambia watu wengine habari za Yesu. Maana Mtume Paulo anasema sionei haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Inuka, nenda kawaambie watu habari njema. Swala la wao kuamini au kutokuamini sio la kwako. Kuna watu wanaogopa kuambia watu habari njema, wanasema wasipoamini itakuache. Kabla hujajiuliza ya kwamba wasipoamini itakuache, lazima ujiulize ya kwamba wakiamini itakuache. Wakiamini mbingu zitafurahi, wakiamini mbingu zitashangilia, wakiamini utasababisha mbingu isimame. Nenda kawaambie watu habari njema, maana tuionee haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa nini tunawaambia watu habari njema? Tunawaambia watu habari njema maana hakuna jina jingine ambalo wanadamu wamepewa wanaloweza kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Hili ni jina ambalo likiitwa kila goti linapigwa. Hili ni jina ambalo kwa hili jina kila ulimi unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Wajibu wako ni mmoja tu, kutoka na kuambia watu Yesu anaokoa. Utakapoambia watu Yesu anaokoa, Biblia inasema nao wakaenda huku na huku wakihubiri habari njema, Bwana akitenda kazi pamoja nao akilithibitisha lile neno. Wewe utakapoenda kuhubiri, kufungua kinywa chako na kuhubiria, Mungu ataenda kuthibitisha neno. Utakaposema Yesu anaokoa, utakapomaliza kumwambia Yesu anaokoa, Mungu atakuja kuthibitisha neno lake. Maana Biblia inasema Mungu analiheshimu neno lake kuliko majina yake yote. Na Biblia inasema ya kwamba kama mvua inavyonyosha kutoka juu mpaka kwenye ardhi, ndivyo hivyo neno la Mungu halitarudi bure. Nenda kawaambie watu kwamba Yesu anaokoa, alafu mwachie Yesu wajibu wa kuokoa, maana yeye ndio Mwokozi. Nenda kawaambie watu ya kwamba Yesu anaponya, alafu mwachie wajibu wa kuponya, kwa sababu yeye ndio Jehova Rafa, Yesu mponyaji. Nenda kawaambie watu ya kwamba Yesu anafungua waliofungwa, alafu baada ya hapo timiza wajibu wako, weka mikono juu yao, watapata afya, maana yeye ndio anayefungua waliofungwa. Kila mmoja aondoke akawajibike, aende akawalete watu wengine kwa Yesu.
Yesu alibeba ule wajibu, alikuja kwa ajili yetu. Alipobeba ule wajibu aliwaambukiza wakina Petro, wale mitume 12. Wale mitume 12 walipobeba ule wajibu, waliondoka na ule wajibu. Walipoondoka na ule wajibu, pamoja na changamoto na mambo mengi waliokuwa nayo, wakasogea, wakapita mpaka hiyo imani imefika kwetu. Na sisi tuna wajibu wa kuibeba hii imani na kwenda kuharithisha watu wengine, na kuwafanya watu wengine waisikie, na kuwafanya watu wengine wamjue Mungu. Nilikuwa nafuatilia leo asubuhi, utafiti unaonyesha kwamba kila siku wanakufa watu 66,000 ambao hawajawahi kusikia kuhusu Yesu kabisa. Yumkini huko mnakokwenda kuhubiri kuna watu katika 66,000 ni miongoni mwao. Kwa mwaka wanakufa watu zaidi ya milioni 57 ambao hawajawahi kusikia habari za Yesu kabisa. Alafu au kamzi tumeokoka, alafu tunakaa tu. Tupo tu. Unafanya kazi ya Mungu kwa kujisikia au kuto kujisikia. You have a roommate, hujui hata kumwambia kwamba Yesu anaokoa. Hujui, yani hajui hata kama umeokoka. Unakaa na kwa watu nyumbani kwenu, hujui hata kuwashirikisha habari za Yesu. Kwa nini unaionea haya injili? Anayeokoa sio wewe, ni Mungu. Mnapata shida sana kuambia watu habari njema kwa sababu mna malengo mengine nyuma. Yamkini utukufu akiokoka utakuwa sio wa kwako, utakuwa sio wa Mungu, ni wa kwako. Ndio maana unaona aibu kwamba asipookoka utaona aibu wewe. Mimi huwa naenda kuhubiri, tunamwambia Mungu asipookoka, none of my business. Mimi nimetimiza wajibu. Kama kuaibika unaaibika wewe, sio mimi. Kwa sababu I'm not a savior, by the way. I'm not a healer. I'm not a deliverer. But I'm here to preach Jesus, ambaye yeye ni Mwokozi, ambaye yeye ni mponyaji, ambaye yeye ni baptizer of fire and Holy Spirit, ambaye yeye anabadilisha maisha ya watu. Kama kuna watu nitawaambia maisha yao yasipobadilika, mimi sina wajibu, mimi nimemaliza wajibu wangu. Huo ni kazi ya kwake yeye, ambaye ndio ana wajibu wa kuwafanya watu wabadilike maisha yao. Hivi kweli, yani umeokoka, umekaa kwenye tangu umeokoka form 1, wengine form 2, wengine form 3, wengine chuo, una miaka 3, 4, huna hata mtu mmoja ambaye unaweza ukasema huyu nimsaidia kumjua Yesu. Shoka limewekwa. Mmekusoma mstari shoka limewekwa, sio kwenye nani? Ni Yohana Mtakatifu sura ya 15 Mungu anasema tawi lisilozaa anafanya nini? Yamkini Mungu hata amekupa mwaka mmoja wa ziada kwa sababu anataka uzae matunda. Si mnakumbuka kuna ule mti Yesu alikuwa anapita akaukuta hauna matunda, akataka kuukata. Alipotaka kuukata wakasema hebu tuupe muda, labda mwaka mmoja utafanya nini? Utazaa. Yamkini Mungu amekupa huu mwaka mmoja uende huko ukawafanya watu wengine wamjue Mungu. Kristo sio maneno. Kristo ni matokeo. Kristo sio maneno. Kristo ni namna ambavyo tunafanya, tuna influence, wanasemaje? Wale waliopindua ulimwengu wamefika mpaka huko. Yaani tunaifanya dunia inageuka juu chini chini juu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu nenda basi kafanye. Katimize wajibu. Uwe na mtu hata mmoja ambaye hata utajua kama aliendelea na wokovu au hakuendelea, maana ni huko. Maana wale wa kuwafuatilia ni kazi. Si unajua? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa kwenye Biblia kuna aina mbili za uinjilisti. Kuna uinjilisti wa mtu mmoja mmoja na kuna uinjilisti wa makutano. Sawa Mimi nataka wewe ujue thamani ya mtu mmoja, alafu baada ya hapo twende tukalete kwa Mungu maelfu. Sawa sawa Tumjue mmoja mmoja, kila mmoja. 1,000 haiwezi kukamilika kama kila mtu afanya nini? Kama mtu mmoja hayupo, sio? Ndio maana mimi nilipokuwa naenda mission nikiwa na malengo yangu pia. Yaani nje yale malengo ya jumla, mimi ninakuwa na malengo yangu ya ziada. Ndio maana tulikuwa tukikutana kuomba, sisi tulikuwa tunaomba kila siku saa 5 usiku mpaka saa 6. Kila siku tunaomba kwa ajili ya outreach. Mimi nilikuwa nabaki, naongeza tena lisali moja kwa sababu najua mimi nina wajibu wangu mwingine. Kwa sababu hauna malengo, hauna mpango wote, yani wewe unaenda kule kupiga
picha. Si unanielewa najua mimi sinawafahamu. Mimi mkongwe na wajua. Sawa sawa yani sisi kule tulizuia, tulinyang'anya hadi watu simu. Ukikuta tuna simu, yani ukikuta unatumia simu unarudi nyumbani. Kule nilikokuwa. Sasa huko hauwezi no. Ukiweza huko si unajua nyinyi madadi, si kule mababa. Sasa huko madota wako hawatakuelewa. So dozi. Si kule mababa, huko madadi. So with due respect. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So kwenye Marko sura ya 8 mstari 29 mpaka 31. I'm not Marko, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 8 29 mpaka 31. Sitaisoma hii habari, naomba nikupe story. Hii ni habari ya mwinjilisti mmoja alikuwa anaitwa Filipo. Alienda akakutana na mtu, Mungu alimuelekeza aende kwa mtu mmoja ambaye ni Mkushi Akamkuta yule Mkushi akiwa anasoma kitabu cha nabii nini? Isaya. Akamwambia, "Je, haya unayosoma unaelewa?" Jamaa akamwambia, "La hasha. Nawezeje nikaelewa pasipokuwa na mtu wa kufanya nini? Wa kunielewesha?" Baadaye tunamuona Filipo akamhubiria yule mtu mmoja. Alipomaliza kumhubiria yule mtu mmoja, yule mtu aliokoka, yule mtu alimwamini Yesu Kristo, na baada yule mtu kumwamini Yesu Kristo, maisha ya yule mtu alifanya nini? Yalibadilika pale pale, akambatiza, na baada ya hapo akafanya nini? Akapotea. Hii inaonyesha kuna thamani ya roho. Usidharau mtu mmoja ambaye wewe unatakiwa umhubirie. Yamkini usipomhubiria wewe, hakuna mtu mwingine wa kumhubiria. Kuna watu mpaka wanakufa hawaamini hata kama kuna watu duniani wanahubiriki. Unataka nikuonyeshe kwenye maandiko? Si mnamkumbuka story ya tajiri na Lazaro? Lazaro alikuwa ameokoka lakini hakuwahi kuhubiri. Ndio maana yule tajiri aliyekuwa amekufa anamuona jamaa yuko kifani kwa Ibrahimu. Yeye yuko motoni, akamwambia, "Bwana Ibrahimu mimi sielewi nimekujaje huku. Sifahamu chochote, ila naomba mtume malaika aende fanye nini?" Manake anajaribu kusema, mimi sikuwahi kuambiwa na mtu yoyote, labda ningeambiwa na mtu yoyote ningefanya nini? Nisingekuwa huko, ningekuwa huko. Unanifahamu? Anajaribu kumuonyesha Ibrahim kwamba mimi sijawahi kuambiwa na mtu yoyote aliyeko duniani. Kama angekuwa wanasemaga, labda na mimi ningefanya nini? Kwa sababu kama angekuwa ameshawahi kuhubiriwa, ombi lake lingekuwa tofauti. Au angekuwa anajilaumu kwamba niliwahi kuhubiriwa lakini nilikataa. Lakini yule jamaa analaumu, anaonyesha kwamba yeye akufanya nini? Hajawahi kuhubiriwa. Na ndio maana anaomba Ibrahimu amtume nani? Malaika. Na Ibrahimu anamwambia hivi, huko duniani wako kina Musa na manabii. Anasema kama wasipowasikia wao, ataende nani hawezi kufanya nini? Hawezi kumsikia. Yamkini yule tajiri angekuwa na uwezo wa kulalamika, angelalamika kwamba hao duniani kama wapo, mbona hawajawahi kunifikia? Kuna thamani ya nafsi moja, na ndio maana Yesu alikuja kuitafuta nafsi moja. Jina la Bwana libarikiwe. Utaweka na Luka 10 mstari wa 1 na 3 kwenye hiyo uinjilisti wa mtu mmoja mmoja. Jambo la pili ni uinjilisti wa makutano. Andika Matendo ya Mitume hiyo sura ya 8 mstari wa 4 mpaka wa 14. Ni habari ya huyo Filipo, alienda kwenye mji mmoja unaitwa nini tena? Samaria. Akawahubiria watu wote waliokuwepo Samaria. Alipowahubiria watu wote waliokuwepo Samaria, nini kilitokea? Mji mzima ulifanya nini? Ulimwamini Yesu Kristo. Alihubiri nini? Ndakuja kudili na hicho kitu kesho kutwa. Wanahubiri nini? Tukienda kuhubiri tukahubiri nini? Ndakuja kudili nacho nini? Kesho kutwa. Lakini leo nataka nikuonyeshe kwamba alifanya nini? Alienda alihubiri. Kwa nini? Kwa mji mzima, na mji mzima ulifanya nini? Uligeuka, ulimwamini Mungu. Mitume walipokuwa Yerusalemu wakasikia kwamba Filipo amehubiri. Ndipo wakamtuma Petro na Yohana waende kuwaombea ili waweze kupokea nani? Roho Mtakatifu. Sawa sawa Kwa hiyo nataka niseme
Huu ni wajibu ambao tunatakiwa tuutimize na tunatakiwa tuufanye, kwa sababu kuna watu milioni 57.9 kila mwaka wanafariki pasipo kusikia kabisa habari za Yesu, ambao ni sawa na watu 66,000 kila siku ambao wanakufa bila kufanya nini? Bila kusikia habari za Yesu. Sasa nataka nikwambie kwa nini tunafanya uinjilisti. Jambo la kwanza, dunia nzima ni sehemu ya mavuno. Dunia nzima ni sehemu ya mavuno. Tuna wajibu wa kwenda duniani kote kuhubiri injili, kwa sababu dunia yote ni sehemu ya nini? Mungu amekuleta chuoni pamoja na kusoma ni sehemu ya nini? Ukienda kazini pamoja na kufanya kazi ni sehemu ya nini? Ukienda kwenye harusi pamoja na kushiriki karamu ni sehemu ya nini? Ya mavuno. Waraka Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari 35 na 36. Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari 35 na 36. Anasema hivi, hamsemi ninyi bado miezi minne ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari. Kwa nini? Tayari kwa mavuno. Mstari 36 anasema hivi, naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda ya uzima wa milele, ila yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Rudisha ule mstari wa 35. Anasema hamsemi ninyi bado miezi minne ndipo yaja mavuno. Sisi tunajipa excuse kwamba nikimaliza kusoma baada ya miaka minne, baada ya miezi minne ndo nitaenda kuvuna, ndo nitaenda kumtumikia Mungu. Lakini Mungu anasemaje? Anasema mimi nawaambieni, inueni macho yenu mtazame mashamba, yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Inua macho yako, nenda katazame huko Dodoma mnakokwenda, mavuno yako tayari. Yaani ni kwamba Mungu anakutaka tu uende useme tu Yesu anakupenda, mtu aokoke. Kwa nini? Kwa sababu mavuno tayari hapo. Mungu ameshatengeneza mazingira yote, ndio maana amewapa Dodoma, hajawapa Iringa. Mungu ametengeneza mazingira yote Dodoma, ndio maana hajawapa Kilimanjaro, amewapa Iringa, Dodoma. Hajawapa Mbeya, hajawapa Lindi, hajawapa Mtwara. Kule anakotupeleka Mungu, manake nini? Mavuno yako nini? Yako tayari. Sijui kama mnajua kwa nini mnaenda huko mnakwenda mission. Kwa nini msiende sehemu nyingine? Kwa sababu mngeweza kwenda sehemu yote ile pale. Mimi nilikuwa coordinator wa JKB. Nilikuwa na wishes zangu wakati fulani. Kuna mahali natamani, yani mimi kuna maeneo ukiniambia, akili yangu inaniambia haya ni sehemu ya mavuno. Kuna maeneo huko kunaitwa Mafia. Kisiwa cha Mafia huko. Yaani ukiniambia mimi naona yani kama ndio lile eneo la kulivamia. Dodoma huko mnakwenda, kuna eneo pale katikati linaitwa Kondoa. Kuna Warangi. Eneo gumu sana hilo, linanyoka linaenda mpaka Galapo. Eneo moja linaitwa Galapo ni nani? Ni Babati. Kuna Warangi watupu. Kwa akili zangu na kwa uwezo wangu nilifikiri hayo ndio maeneo ambayo watu walitakiwa kwenda. Lakini unashangaa mmeingia kwenye maombi, Mungu anawaambia nendeni eneo fulani. Sasa kwa nini Mungu anawaambia muende huko na msiende kwenye hilo eneo ambalo nyie mlilifikiria? Ni kwa sababu huko ambako Mungu anataka muende kwa wakati wa huko, mavuno yako nini? Yako tayari. Si kama kuna mtu ananielewa. Si kama kuna mtu ananielewa. Nenda kifua mbele, kwa sababu Mungu hawezi kuwapeleka eneo ambalo mavuno hayapo tayari. Mungu anawapeleka eneo kwa sababu ameshaandaa mazingira. Yamkini wale watu wana kiu ya Mungu, wale watu wanatamani kumjua Mungu, wanahitaji tu mtu aende awaambie habari njema. Na mimi nakumbuka wakati tulikuwa tunafanya mission, kuna mahali ulikuwa tunapita door to door. Sasa nilikuwa coordinator, nilikuwa siendi door to door, nilikuwa na majukumu mengine. Lakini wakati unashangaa napita mimi nimetoka kuonyesha watu majukumu na nini, nimetoka unakutana na vijana 15 wamekaa chini wanasema, "Samahani, tunasubiri na sisi mtuhubirie." Watu wote naona wanapita watupitii. Unawaambia tu Yesu anawapenda, alikufa kwa ajili yenu, 1 2 3 4 5. Unashangaa machozi yanatoka, wanapiga magoti, wanaokoka. Nilikuja kugundua Mungu anapokupa mission kwenye eneo fulani ni ishara kwamba kwenye hilo eneo mavuno yako nini? Twende Yoeli 3:13. Yoeli 3:13. Aya, twende 1 2 3 twende.
Aya, tusome kama wasomi. 1, 2, 3, twende. Uovu wa huko mnako kwenda ni mwingi sana. Kwa hiyo kwa sababu uovu ni mwingi sana, Mungu ameshafanya nini? Ameshaandaa nini? Mbona mniitikii jamani? Mimi mwenyewe nimechoka yani. Kwa hiyo tusichoshane yani. Mimi sitaki kuwachosha na nyinyi msinichoshe, hiyo tusichoshane. Kwa hiyo naomba tuitikiane. Mavuno yamefanya nini? Mavuno yamefanya nini? Yameiva. Mungu anataka tu nyie muende, alafu mkienda afanye nini? Alithibitishe neno lake hilo hapo. Wangapi wamenielewa? Haleluya. 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 Mnavyofanya maamuzi ya kwenda kwenye eneo, naamini watu wanakuwa wameomba. Kwa sababu watu wanakuwa wanaomba hivi, ile kwamba Mungu ametutuma eneo fulani, ndio vilikuwa vinatupa confidence. Hata hela tulikuwa tukosi, tulikuwa tuna uhakika Mungu atatupa hela tu, kwa sababu whatever God call for, he provide for. Hivi unanielewa eh? Hawezi Mungu akatutuma mahali alafu tukaishiwa. Hivi unafahamu eh? Yaani anasema nitakuwa nanyi mpaka ukamilifu. Yaani Mungu awepo humo ndani, alafu tukwame. Haiwezekani. Yaani tukikwama na uwezo hata kutuma watu, akatutuma mtu aende kufanya nini? Akavue samaki. Mtu akishavua samaki, ile samaki akafanya nini? Ikatoa hela na tukapata hela na tukala vizuri na maisha yetu yakaenda vizuri na tukarudi salama. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jambo la pili, ni mapenzi ya Mungu kuona watu wote wanaokolewa na kuijua kweli. Ni mapenzi ya Mungu kuona watu wote duniani wanaokolewa na kuijua kweli. Kwa usiende kumfuata mtu afu unasema mimi sijui kama ni mapenzi ya Mungu aokoke au asiokoke. Ni mapenzi ya Mungu watu wote wafanye nini? Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya wanadamu. Jehanamu iliumbwa kwa ajili ya nani? Shetani. Si mnafahamu? Si mnafahamu? Hebu kwanza, hebu soma hiyo Yuda 1:23. Yuda 1:23 niwaonyeshe. Hiyo nayo ni pointi. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya wanadamu, iliumbwa kwa ajili ya nani? Kwa hiyo tunatakiwa tukafanye uinjilisti, kwa sababu jehanamu sio kwa ajili ya watu. Sawa eh? Ambaye hatuwezi kumuwini ni nani? Ni shetani, sio? Watu wengine wote tunaweza tukawafanya kufanya nini? Twende tusome hapo. Anasemaje? Aya hiyo tusome vizuri sasa. 1, 2, 3 anasemaje? Anasema na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. Mnavyoenda kumhubiria mtu, mnamnyakua, mnamtoa kwenye moto, mnamleta kwenye uzima. Mnamtoa kwenye shida ya mauti ya milele, mnamleta kwenye uzima wa milele. Mnamtoa kwenye changamoto ya jina lake kutokuwa kwenye kitabu cha uzima, mnalileta jina lake kwenye kitabu cha nini? Kwa nini? Kwa sababu jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya watu. Jehanamu iliumbwa kwa ajili ya nani? Ya shetani. Mathayo 25. Mathayo 25:41. Huyu jamaa inabidi nimpe zawadi, unikumbushe. Ni kazi nzuri. Aya twende 1, 2, 3 twende. Anasema moto wa milele aliwekewa nani? Moto wa milele aliwekewa nani? Twendeni tukawahubirie watu, kwa sababu moto wa milele haukuandaliwa kwa ajili yao watu. Moto wa milele uliandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika. Twende tukawahubirie watu. Amka asubuhi, mwambie Mungu asante kwa sababu umetupa neno la upatanisho. Umetupa kuwa wahubiri wa injili. Na tunajua jehanamu haikuandaliwa kwa ajili ya
watu. Jehanamu iliandaliwa kwa ajili ya nani? Na malaika zake. Mungu tunakwenda kuhubiri. Mtakavyoenda kule, mkienda tu kuambia, Mungu atalithibitisha neno lake. Labda kama hamwendi kuhubiri injili. Unajua kitu kingine kinasababisha matokeo yasiwepo kwenye injili ni watu wanahubiri mambo yao. Yaani unamkuta pale mwinjilisti anaamini yeye kuwa mwinjilisti ni kufoka, kupiga makelele, kurukaruka, kugalagala, anasema angalia na kipilipili changu. My brother, nani anaangalia kipilipili chako? Kipilipili chako Mungu anathibitisha nini? Kama una kipilipili. Hata kama ni weusi Yesu ananipenda wewe. Sasa Mungu anashindwa kuthibitisha kwa sababu mnaenda atuhubiri injili. Sawa basi unaambiwa basi watu wale wamefungwa. Kuna wale kamati inaitwaga SES, Secret Service, wanakuja wanasema hapa pana uchawi, wanafanyaga hivi na hivi na hivi. Muinjilisti anaibuka kesho, hata na uchawi wako, 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 hata na uchawi wako. Akimaliza kusema hivyo, wazinzi wanasema sema tu wapone, wanatukalia sana usiku. Walevi wanasema ni kweli wachawi wakubwa hao. Anasema hao wachawi tuwafanye nini? Wachawi tuwafanye nini? Wauawe, wanasema wauawe. Anayesema wachawi wauawe, yeye mzinzi. Yeye anasema uongo. Yeye Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa mnatoka pale mmewasema watu, Mungu hana cha kuthibitisha. Lakini tukihubiri neno la Mungu, Mungu anakuja analithibitisha neno lake kwamba yeye ni Mwokozi, kwamba yeye anasamehe, kwamba yeye anafuta makosa, kwamba yeye anaokoa, kwamba yeye ni Mwokozi wa ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Aya, waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 9. Anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie nini? Toba. Bwana hapendi kuona mtu yoyote akiwa amefanya nini? Anataka watu wote wafikie nini? Ndio maana tunatakiwa tukafanye uinjilizi, kwa sababu Mungu hapendi wote, hata mtu mmoja afanye nini? Anataka watu wote wafanye nini? Wafikie toba. Nendeni, mkienda na mindset hiyo mtavuna watu wengi. Mtavuna watu wengi. Sawa niliwafundisha USCF Maji wakati mwenyekiti ni Joseph Sanga, vice wa JKB. Walivuna kuliko ambavyo wamewahi kupata watu. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu alikuwa unaenda kumhubiria mtu, unajua kabisa huyu lazima aokoke, ni mapenzi ya Mungu aokoke. Kwa asipookoka labda sijahubiri vizuri au sijaomba vizuri. Sasa nyinyi mna watu tenti kule wamekamia. Wewe ni nani mwinjilisti unasema watu hawajaomba vizuri? Watu wako kule ndani wamezama. Shida ni wewe, si waombaji. Ukiona waombaji wana shida, na wewe unatakiwa uombe. Sawa. Mungu apendi kuona mtu yote anafanya nini? Anapotea. Tuambie watu habari njema. Alafu kuna ile assumption mtu anaamini kwamba makanisa yalivyo mengi, huyu mtu roommate wangu mimi ninakaa naye kila siku ananiona naenda kanisani, yeye kwa nini hataki kwenda kanisani? Atakuwa anajua, kumbe hajui. Yani wewe unahisi ndo anajua. Nikiona kaga na jamaa fulani hivi, yule kwa nini hajaji kanisani? Where is he? Enrique mnaenda wote kila siku wapi? Jamani, yule ni mdogo wangu So nilikuwa chairman, nilikuwa na viongozi wa form 1 hawa watatu, mmoja wapo alikuwa yule pale, wa kiume peke yake na wadada wawili. So kwa sababu nilijua ni form 1, I loved them very much. Yani niliwapenda, nilikuwa na basi tu yani. Hajapotea lakini anapiga drama.
Bwana Yesu asifiwe. Yaani yule ni mdogo wangu kabisa. Sawa sawa Yaani yule ni mdogo wangu kabisa. Kwa yule namuweza. Yule akiwasumbua nyinyi nitafuteni mimi. Akikutafuta akakusababishia maumivu, wewe nipigie simu mimi. Na uwezo wa kubadilisha moyo wake. Haleluya. Haleluya. Sawa sawa Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4. Mimi namuuliza mtu yuko wapi, anasema Orothiri. Kweli? Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mungu anataka kuona watu wote wanafanya nini? Na anataka watu wote wafanye nini? Wajue iliyo kweli. Wajibu wako wewe ni kutoka kuambia watu kweli. Swala la kuokoa ni la Mungu, na Mungu atafanya nini? Atawaokoa. Sema amen. Jambo la 3, kila aliyeokoka amezaliwa ili afanye nini? Azae matunda. Kila aliyeokoka amezaliwa mara ya pili ili azae matunda. Au kwa kifupi andika, tumeitwa tumzalie Mungu matunda. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa kwanza na wa pili. Anasemaje? Anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa pili anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kufanya nini? Kuzaa. Mstari wa 16 anasemaje? Anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmuombalo Baba kwa jina langu afanye nini? Awapeni. Mungu anasema sio sisi tuliyomchagua, lakini ni yeye aliyetuchagua. Anasema ametuchagua tufanye nini? Tukazae matunda. Sasa sikilizeni. Hivi mnafahamu kwamba kutakuwa kuna hukumu mbili? Si mnafahamu Hukumu ya kwanza itakuwa ni wale watu ambao kutenganisha mbuzi na kondoo, walioamini na wasioamini. Hukumu ya pili itakuwa ni ya kwetu sisi watakatifu, ambapo kazi zetu zitafanya nini? Zitapimwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba umeishinda hukumu ya kwanza, lazima ujiangalie, je, hukumu ya pili una hesabu gani ya kuitoa? Umeokoka, unasema niokoka form 1, niliokoka form 2, niliokoka form 3, niliokoka form 4, niliokoka chuo kikuu. Utaenda kwa Mungu na hesabu gani? Kule kwa Mungu utaenda na hesabu za nini? Za yale mavuno ambayo tumevuna na wale watu ambao tumefanya nini? Tumewahubiria na tumefanya wale watu wafanya nini? Wameamini. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 15. Inasemaje? Anasema, maana siku ile ataidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Mstari wa 14 anasema, kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikakaa, atapata thawabu. Mstari wa 15 na mwisho anasema hivi, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Yaani utaenda mbinguni kwa sababu gani? Umeamini. Sawa sawa Lakini utapata hasara kwa sababu utakuwa na taji yoyote. Ningekuwa na muda ningewaonyesha, Biblia inaonyesha mataji kama 7-8. Unanielewa ambayo moja wapo wataipata wale watu wanafanya nini? Wanaowaleta watu wengi kwa Yesu. Wengine wataipata wale watu ambao wamepitia kwenye changamoto nyingi kubwa, alafu wakavumilia, wakailinda imani. Ndio ile watakao kuvumilia mpaka mwisho utakao. Sawa Anasema tuna wajibu wa kwenda kumzalia Mungu matunda.
Hebu jipe assignment, bado mwanzoni wa mwaka huu, bado ni katikati, ndio tumeanza nusu ya pili ya mwaka. Mwambie Mungu, sijawahi kuhubiri lakini naomba nisaidie, niwafanye hata watu 10 tu wakujue wewe. Omba kila siku kwa ajili ya hao watu 10. Mimi nakwambia itafika hatua utapanda kwenye gari, mtu akikuangalia. Nilisoma habari juzi, nilikuwa nasoma juzi habari kwenye nani, ndio nimemaliza, muda umeisha. Hiki ni kitabu changu cha huu mwezi, kinasema, soma mwenyekiti. Kinaitwa Fanning Revival Fire, a manual for stirring revival in a local church by David Oyedepo. Sasa mimi ni shabiki mkubwa wa huyu mzee. Sasa nilipokuwa nasoma hiki kitabu, kuna mahali anasema hivi, Smith Wigglesworth aliwahi kupanda kwenye treni. Alipopanda kwenye treni, kwa sababu tu ya ile upako na nguvu za Mungu, aliangaliana na watu wawili hivi kwenye kiti alichokaa. Aliangaliana na watu wawili. Wale watu wawili walivyomuona tu, walivyokuwa tu wakimwangalia, wakamwambia, "Ise, kwa nini unatuhukumu kwa habari ya dhambi zetu? Wewe ni nani? Tueleze wewe ni nani, kwa nini unatuhukumu kuhusu dhambi?" Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anaomba. He was praying for souls. Ukianza kuwa na malengo kwamba nataka nilete watu 2 3 kwa mwaka kwa Yesu, utaanza kuomba kwa ajili ya watu wapatikane, sio? One of the reason ya muombi ni kwa sababu hamna maono. Mtu yote mwenye maono lazima ataomba, kwa sababu mara nyingi maono yanakuwa makubwa kuliko anayefanya nini? Anayeyaona. Kwa ukiwa una maono ya kuwa rais, afu ukijiangalia kwenu hamna hata amewahi kuwa mwenyekiti wa mtaa, itakufanya tu kaombe. Unanielewa eh? Una maono ya kuwa somebody, alafu ukiangalia huna connection yoyote, ni wewe na Mungu tu, Mungu na wewe, unafikiri utakuwa mvivu kuomba? Unafikiri utaacha kuomba? Sababu kubwa kwa nini hamuombi, kwa sababu hauna maono. Sasa ukiwa una maono kwa ajili ya nafsi za watu, utashangaa watu wanakuambia tuna nini na wewe, kwa nini unatuhukumu? Utawaambia mimi ni mtumishi wa Mungu, utawaambia habari njema na wataokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Nyosha mkono wako juu, sema asante Yesu, maana sio mimi niliyekuchagua, bali ni wewe uliyenichagua ili nizae matunda na matunda apate kukaa. Ninaomba rehema na toba wakati wowote ambao nimeishi kwa ulegevu bila kukuzalia matunda. Ninaomba neema ya kukuzalia matunda. Ninaomba neema ya kuwafanya watu wengi wakujue na wakufahamu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu, umesema mavuno ni mengi, watendakazi wachache. Naomba neema ya kuwa mtendakazi kwenye shamba lako, katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu.